Usajili wa Anicet Oura, mchezaji mpya wa klabu ya Simba umeibua sifa kubwa sana. Wachambuzi wengi nchini Tanzania wamemwandika kwa mazuri na ubora wake alipokuwa ASEC Mimosas, lakini pia na vilabu vingine. Mzee wa Jambia amelipuka mazito na amemfananisha Pacome na Anicet. Kwa mujibu wake ni kwamba Pacome amfikii Anicet Oura. Ujumbe aliouandika mzee wa Jambia ameandika kwamba kwa mfano, mtu anataka kujua kwa haraka mabara ya Anicet Oura akiwa bado hajagusa hata mpira akiwa na Simba Sports. Ni kwamba Pacome Zouzoua alikuwa anasugua benchi akimtazama Anicet Oura akifanya shughuli zake za kila siku. In fact, ule msimu wa mwaka 2021-22 ambao ASEC Mimosas walicheza dhidi ya Simba Sports CAF Confederation, ambapo watu wengi ndio walimjua Aziz Ki, Pacome Zouzoua alicheza dakika 18 tu. Ni mpaka Anicet Oura na Aziz Ki walipoondoka ASEC Mimosas ndio Pacome Zouzoua alianza kupata dakika nyingi za kucheza. Sasa kama Pacome Zouzoua hapa anaitwa profesa, vipi kuhusu Anicet Oura? Good morning my country people. Huu ni ujumbe wa mzee wa Jambia akielezea ubora wa Anicet Oura kwamba ni bora kuliko Pacome kwa namna alivyoandika ujumbe wake, kwa sababu wakati huo wako ASEC Mimosas Pacome Zouzoua alikuwa anasugua benchi, lakini pale kati alikuwa na kichafua Anicet Oura pamoja na Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo kwa mujibu wake Oura ni bora kuliko Pacome Zouzoua. Kwa namna alivyoeleza ni kwamba tutashuhudia mabara mengi sana kuhusiana na Anicet Oura, ambapo ndio msimu wake wa kwanza kujiunga NBC Premier League na bado hajagusa mechi yote. Kwa hiyo tutakwenda kumshuhudia mechi zinazokuja za CAF, lakini pia na NBC Premier League. Lakini yote kwa yote ni mchezaji mzuri, kama kiwango chake hakijashuka kama alipokuwa pale ASEC, basi tunaweza kushuhudia kitu kizuri zaidi kutoka kwake, kwa sababu ni mchezaji alionyesha ubora wa hali ya juu kweli akiwa ASEC na huko alikokuwa anachezea kwa wakati huu. Anicet Oura rasmi sasa ni mwana Simba. Wana Simba wajipie kifua. Kiukweli msimu huu dirisha hili Simba wamefanya usajili bora sana na mzuri. Sasa sijajua kama ni uhitaji wa mwalimu au ni viongozi wamewataka, lakini yote kwa yote tusisahau kwamba Simba inafanyaga vizuri sana kwa kuja kusajili wachezaji wazuri, lakini mwisho wa siku wanakuja kupotelea hapa kwa nyumbani kwao. Sasa sijajua changamoto iko wapi, kwa sababu tumeshuhudia Elie Mpanzu mpaka sasa hivi haeleweki anafanya nini. Mwalimu Selemani Mwalimu pia alienda Wydad akiwa bora, lakini mpaka sasa hivi hajulikani anafanya nini. Ukija kimwangalia Jonathan Soa ndo hivyo magoli 10 kama sikosea akiwa na Singida Black Stars na assist 1 kitu ambacho kinazidi kuonyesha kwamba Simba kuna changamoto nyingine nje na wachezaji wasajili wazuri, lakini changamoto inapokuja ni kwa uongozi pale kuna sintofahamu, ndio maana yanatokea haya. Lakini yote kwa yote usajili wanaofanya ni mzuri sana. Imagine wachezaji wakitoka Simba wanakwenda kwenye vilabu vikubwa barani Afrika, hususan huko Uarabuni. Kwa unaona kabisa ni kwamba wanakuwa na wachezaji wazuri, ila wanashindwa kuwatumia au kunakuwa na changamoto nyingine kwenye uongozi wa mnyama Simba. Lakini mpaka wakati huu wanaendelea kuongeza maingizo mapya, wanaendelea kuboresha kikosi chao ili waweze kufanya vizuri kipindi hiki cha nusu msimu unaoenda kumalizia, na maybe wakifanya vizuri na msimu ujao waje wakiwache zaidi. Na mwanafamilia, ni ukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali kwa urahisi zaidi.